Rais William Ruto ameukashifu vikali muungano mpya wa upinzani, akiwataja wapinzani wake kuwa wanaochochea siasa za migawanyiko nchini. Rais aliyasema haya katika siku ya pili ya ziara yake ya maendeleo huko Migori. Na kama anavyotupasha mwanahabari wetu wa masuala ya kisiasa Blue Ismail Hassan, wandani wa serikali jumuishi wamemsifia Rais Ruto kwa alichokitaja kuwa kufanya maendeleo kote nchini. Rais Ruto alitumia siku yake ya pili ya ziara yake ya maendeleo huko Migori kuwatupia makombora wapinzani wake wa kisiasa. Ruto akipuzilia mbali muungano mpya wa wapinzani wake wakiongozwa na Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Matiang'i na Martha Karua, akiwaita vimbelembele na wanaochochea siasa za migawanyiko. Ngojeni wacha kutuletea mambo ya siasa duni ya ukabila. Ati nyinyi mnaungana kwa sababu ya mambo ya chuki na mambo ya ukabila, ati na mambo ya migawanyiko. Watu wa Rongo, mimi nataka niwaulize, saa hizi ni wakati wa siasa ama ni wakati wa maendeleo? Saa hizi ni wakati wa siasa ama maendeleo? Si ni wakati wa maendeleo? Na nyinyi ikifika wakati wa uchaguzi, nyinyi ndio mtaamua. Si mtajua ni nani amefanya nini? Sasa mimi nataka niwaambie hawa jamaa, wacheni kimbelembele, wacheni fitina na chuki, wacheni mambo ya ukabila. Wacha tujenge Kenya. Hawa wananchi wako na akili, wataamua nani yako na mpango ya kujenga Kenya, nani yako na mpango ya ukabila. Kauli ya rais ilipigwa jeki na wandani wa serikali jumuishi waliosema kwamba wapinzani wa rais hawatoshi mboga. Vile vile wandani hao walimsifu rais kwa kuhakikishia mgao sawa wa maendeleo katika eneo la Nyanza ambalo kulingana nao lilikuwa limetelekezwa kimaendeleo na serikali za awali. Mtukufu rais, juzi niliona huko Nairobi mwanamke mmoja na wanawake watano wamepangana, wanasema wanataka kukutoa. Na moja hao wanawake aliletwa bunge kwa dakika 2, tulinyorosha tukarudisha nyumbani. Sasa mimi nakutuma kwao, waambie wakuje wang'ang'ane na mimi kwa kiti ya women rep ya rais imeenda. Ni dalili ya kwamba wamekukaribisha. Wangapi wanasema ya kwamba tutembee na Rais William Ruto mpaka dakika ya mwisho? Mpaka dakika ya mwisho. Huyu mheshimiwa Rais Ruto ni rafiki yetu wa kweli. Kuna marafiki wengine wa bandia, lakini huyu Ruto ni rafiki yetu wa kweli. Tumesema kwamba kama watu wa Migori na kama watu wa Nyanza, we have gotten road deals in other people. We supported one government for 5 years. They never gave us anything. You have given us everything. When we did not support you, now we will support you and stand with you as a people. Kazi ya pili ni kugawanya rasilimali na fedha ya Kenya. Na kwa hii kazi ya pili umenikaribisha karibu, mkizungumza na baba ili nikusaidia. Umeshika hiyo sword na mimi nashika sword. Ukikata hivi, mimi nakata hivi. Rais Ruto pia hakukosa kuipigia upatu serikali jumuishi, akizisifu juhudi zake na za Raila Odinga za kuunganisha nchi na kuhakikisha kwamba kila eneo la Kenya linapata mgao sawia wa maendeleo. Si mimi nilikubaliana na baba, tukasema tuunganishe Kenya, tukasema tuangamize mambo ya ubaguzi, tuondoe mambo ya ukabila, tuondoe mambo ya chuki. Ati kuna watu wengine wanakusanyana pale, ati wanakasirika na mimi ati kwa sababu nimepatia Mbadi awe waziri wa finance, ati kwa sababu nimepatia Opiyo Wandayi ati kuwa waziri wa energy. Mimi nataka niwaulize, kwani watu wa sehemu hii hawalipi ushuru? Kwani wako na serikali nyingine ya Kenya? Si hata nyinyi ni wa Kenya, si mnalipa ushuru? Rais Ruto katika ziara yake hii leo amezindua mradi wa soko la kisasa huko Rongo, akazuru shule ya St. Paul huko Rongo alikofungua rasmi maabara ya kisasa pamoja na miradi mingine. Blue Ismail Hassan, runinga ya KU. Tukisonga mbele, video kamili ya kilichojiri katika tukio la